Habari za moja kwa moja kutoka Kankono Media, wilaya Mbozi, mkoani Songwe. Jina langu ni Joseph Ochieng. Serikali ya Kenya imetishia kumkamata naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa madai ya kuhamasisha uchochezi katika kuzidisha uhasama kati yake na Rais William Ruto. Gazeti la binafsi la Daily Nation limeripoti leo. Mnamo Mei tarehe 17 na tarehe 18, naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen walimshtumu Gachagua kwa kuchochea chuki za kikabila kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 2027. Murkomen alisema kuna watu binafsi ambao wanadhani kuwa hawawezi kuguswa, kwamba hawawezi kukamatwa. Niseme wazi, chini ya uangalizi wetu hatutakubali mtu yeyote ambaye anajaribu kuichoma nchi hii. Kuanzia leo tutafuatilia mikutano yako yote, mchana na usiku. Gachagua alikuwa ameonya mnamo Mei 16 kwamba hatutakuwa na nchi hapa mnamo 2027 ikiwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ruga matokeo ya kura. Amekana kuchochea ghasia akijitaja kuwa mtu mwenye amani zaidi nchini Kenya. Polisi waliokuwa wamejihami vikali wameripotiwa kuzingira nyumba ya Gachagua jana. Gachagua ameapa kulipiza kisasi kushtakiwa kwake kwa kufanya kampeni ya kumnyima Ruto muhula wa pili. Aidha, anamshukuru Ruto kwa kupanga kutimuliwa kwake na bunge mnamo Oktoba 2024 kwa madai ya ukiukaji mkubwa wa kikatiba. Maseneta wa Kenya walipiga kura ya kumwondoa naibu rais Rigathi Gachagua ofisini licha yeye kutokuwepo katika bunge hilo. Pia aliugua ghafla na kupelekwa hospitali jijini Nairobi ambapo anaendelea kupata matibabu. Pia alikuwa amekana mashtaka 11 ya ukiukwaji mkubwa wa kikatiba siku iliyotangulia. Kwa mujibu wa bunge la Senate, kiongozi huyo alipatikana na hatia kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa kikatiba, ikiwa ni pamoja na kutishia majaji na kufanya siasa za migawanyiko ya kikabila. Lakini akafutiwa mashtaka mengine yakiwemo ufisadi na utakatishaji fedha. Saa chache baada ya siku ya Ijumaa, Rais William Ruto alimteua waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki kuchukua nafasi yake.